nyingine hiyo. Huwezi kuipata. Huyu mtoto wako huyu nani? Esther atakuwa yatima mpaka Yesu anarudi. Sasa unakuwa umefanya nini? Wewe unataka kujiwazia nini? Tuambie mama. Amejiwazia sana lakini hataki. Hii ni dawa. Leo anapita labda anakuja kuonyesha chaka kabisa ni hapo unapomuona alipata na leo akaweza kuvaa. Na maana mama yake aliweza kuvumilia. Huyo kijana asingekuwa hivi. Mama alikata tamaa. Mpaka sasa mizigo yake iko hapo. Amekuja kwenye tumaini. Kwa mtoto amejiua, alikata tamaa. Na ni kosa kubwa sana kuwa na mzigo moyoni mwako unaokuuma sana. Hakuna mtu anaweza enda mwambie ukapumua. Njoo ongea, sikupa nafasi. Ongea kile kinachokuuma. Kwa sababu kisha ongea moyo wako ule mzigo unakuwa free. Kwa hiyo usikae na mambo mengi kwenye moyo wako. Ukana vitu kwenye moyo wako vitasababisha ujiwazie mama, njoo tuambie. Tupo kwa ajili yako. Usiogope, njoo utueleze. Rasauda umeliweka, Rababu umeliweka, Ramamu umeliweka, Ramchungaji umeliweka, Ramshirika umeliweka, Rajirani umeliweka, Ramchao umeliweka. Mama utapasuka moyo. Njoo tuambie. Na kila unapozungumza yanayokuumiza, sumu ile ya uharibifu inayokuwa imekaa kwenye moyo wako inayeyuka. Usipende kutunza vitu kwa moyo. Njoo tuambie, tupo. Mtu anaweza ongea kitu, mtu akaona ni pumba, ila kama ni jambo linalokuuma, ni bora yao ni pumba lakini umejiponya moyo. Amina. Nimesema sasa. Kama ni shaka kwa leo. Unaona? Wewe mama kija kuniambia mama, mtu umeshaisha. Baba, sijalala usiku mzima, nataka nikwambie. Kwa nini aniambia anataka kupona? Akishaongea hata usipomwombea amepona. Mna kama hata mtaka. Kwa nini sasa roho hii ya kata mena kwa damu? Namba 2, point ya pili. Kwa nini kwa damu? Hii roho unakata tamaa ili akuondoe sehemu ambayo unakuwa katika ukimwi wa kupata mpenzi. Kila ukikaribia eneo ambalo unapenya kuwa kwenye level nyingine au hatua nyingine au kiwango kingine, unakata tamaa. Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini wewe unakata tamaa inakuandama? Jibu ni hivi, unakata tamaa ili akuondoe sehemu ambayo unakuwa katika ukimwi wa mpenzi. Na kumekaribia mahali pazuri. Umenielewa? Anakuja, anakamata. Akishakamata, anakuondoa kwenye nafasi ya upenyo. Umekataa. Isaya 37 mstari wa 3. Somo kubwa sana hili. Lakini tunaomba kwa nguvu hivyo tupambane. Yaani tupambane. Hasui. Anasema. Asante. Soma haraka. Isaya 37 mstari wa 3. Nasoma. Ndio. Hii utaijua kama mtatu. Mungu futa wote hapa. Mstari wa 3. Ni wa 3? Ndio. Haya. Nasoma kwa mstari wa 37 3 Isaya. Ndio. Let's go.
Wakamwambia, Ezekia asema hivi. Siku hii ya dhiki, na ya aibu. Nafasi yake nataka kupeleka. Ona anachoongea. Anasema Ezekia asema hivi, siku hii ya dhiki na ya aibu. Na matukano. Maana watoto watayari kuzaliwa. Wala hapana nguvu za kuwazaa. Aliyo hii alinini? Nataka uone kitu kwamba ni muda kabisa sahihi wewe kuingia Kanaani, lakini uwezo wa kusukuma power uingie kwenye ahadi zako una. Kwa nini umekaa tamaa? Uombi, ufungi, uji kanisani, huwezi thibitisha mama. Ni saa ya kuzaa ila hawana nguvu za kusukuma. Mama yeyote ambaye sema amekosa nguvu ya kuzaa, operation ina mhusu. Nini kimetokea? Amekosa uwezo wa kuzaa. Sasa nasema majira ya kuzaa yako tayari, ila yeye hana uwezo wa kujifungua. Ni kama wewe uko mahali ambako mpendo wako, yaani kwa mfano uko hapa kanisani, na kwa uhakika na kwa uaminifu katika sura nyeupe na nyekundu na nyeusi na ya njano na ya kijani na ya blue, mahali hapa ulipokuja ni mahali ambako patasukuma mtu kutokea kuwa vile ambavyo hawajawahi kumwazia watu wengine. Lakini Yona akiwa hapa ni mahali ambako ni tayari yeye kuingia kwenye baraka zake, lakini ndani yake sasa hana uwezo hata wa kukaa na sisi, hana uwezo hata wa kuomba, hana uwezo hata wa kufunga, hana uwezo wa kukaa na utakatifu, hana uwezo. Majira ni sahihi kwake, ndio maana yuko hapa, lakini uwezo kwanza wa kutulia akajihesabu kuwa sehemu ya madhabahu, sehemu ya familia hawezi. Nini kinatokea? Shetani anataka akuondoe mahali ambako ni sehemu yako ya mpendo. Sema ninakukataa kwa jina la Yesu. Sema tena ninakukataa. Maanisha useme nakukataa. Maanisha tena useme nakukataa. Maanisha sema tena kukataa. Maanisha tena useme nakukataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ezekia anasema haya ni majira yako ya wewe kununua kiwanja, lakini uwezo kusukuma ile nguvu ya kiwanja ipokee ndani, upate pesa ununue. Hakuna uwezo tena. Ni majira yako ya wewe kufunga ndoa, lakini hakuna tena uwezo wa kusababisha ndoa itoke ndani yako ionekane. Kaka amepatikana, amekuchumbia vizuri, lakini uwezo wa kwenda alipe mahali nyumbani imegoma. Sema leo kwa jina la Yesu unapokea nguvu tena ya kuzaa maono yangu. Sema kwa sauti. Ya kuzaa maono yangu, ya kuzaa biashara yangu, ya kuzaa kazi yangu, ya kuzaa huduma yangu kwa jina la Yesu. Kila kinachotaka kufia ndani yangu, kila kinachotaka kufia ndani yangu, leo naweka uwezo, leo naweka uwezo, leo naweka uwezo wa kukizaa kilicho ndani yangu kwa jina la Yesu. Sitakufa na maono yangu ndani, wote lazima yanatoka, lazima yanatoka, lazima yanatoka, lazima yanatoka, lazima yanatoka, lazima yanatoka, lazima yanatoka. Napokea uwezo, napokea nguvu ya kuzaa nilivyo ndani yangu. Aya, inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie Bwana, inua sauti yako, inua sauti yako, mwambie nimekata tamaa, lakini leo nimetoa moyo kwa neno la Bwana. Ni majira ya mgomo, lakini ndani yako umeyeyuka. Ambia moyo wako leo naamka na baraka zako. Leo naamka kifungo kike juu ya moyo wako, juu ya akili zako, juu ya ufahamu wako. Leo kinayeyuka, leo kinayeyuka, leo kinayeyuka, leo kinayeyuka. Haya, inua sauti, inua sauti, inua sauti. Rekebashakata, rakabashekebeka, rekaparabashaka. Nataka uponye, nataka uponye kibiashara, nataka uponye kihuduma, nataka uponye kiroho. Waliokuja kukamata mambo usipone. I command power, I command power, I command power, I command power. Repera raboshaka, repashakepata, reboshakepata, raboshaka.
nguvu ndani yako hakuna. Ambia Bwana achilie uwezo na nguvu uje kwangu leo. Kapashaka, reparabashaka, rekabanamashaka pepe, reparomeshaka kapeta saba, redoja yabareshaka, rekapakapapa, rekapapapapapa. Inua sauti yako kwa hasira yote unayo. Inua sauti yako kwa hasira yote unayo. Apakepepepa, rekapashaka pepa, rakapeskapata, rekapaskepetapa. Kila roho yote inayokushusha, unasikia kurudi nyuma, unasikia kukwama, unasikia kusimama, leo nakutia moyo, leo nakuinua tena. Unakwenda unakostahili, unakwenda unakotakiwa. Na wewe simama njiani kama adui wa njiani, kama walinzi wa mageti ya milango ambako wewe unakwenda kuingia na kufungulia milango ya mpeno. Ikipata rapasakapata wapelia makapeaskata netepea patande atasa iparabashata nekapana mamashata rapaskopotopa ropogogoshapekepata repasyatepa ribosyapata repanamashkatepa repozapatyatapa renaskapeapatata rekaparababashata. Moyo uliobomolewa kwa maneno, moyo uliobomolewa kwa maneno, ni moyo uliobomolewa kwa maneno, moyo uliobomolewa kwa mateso. Unasikia ndani hakuna uwezo wa kuzaa hatima yako, wa kuzaa kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Leo nakuvika uwezo, leo nakuvika nguvu, leo nakuvika mafuta. Unakwenda ambapo ulikuwa unaona njia zote zimefungwa. Leo unakwenda ambapo ulikuwa unaona hakuna tena mlango. Hadi unasema anaweka njia mahali pasipo na njia, anaweka mlango mahali pasipo na mlango. Na ni kwa neema niliyopewa na mafuta niliyotiwa, natangaza mpeno, natangaza mpeno, natangaza mpeno kwa jina la Yesu. Yatepaskepata, natangaza mpeno kwa damu ya mwanakondoo. Wewe Bwana, inawezekana kwamba anataka afanye biashara, lakini ndani yake hakuna uwezo wa kufungua biashara. Anakaribia kupokea pesa, lakini ndani yake hakuna uwezo wa kuleta pesa azipokee. Natangaza hiyo laana juu yake, natangaza hiyo kifungo juu yake. Leo unaregea na kamba zako leo, maana nguvu za Bwana ndizo zina uwezo wa kuregeza viuno vya wafalme. Leo natangaza kwa jina la Yesu. Parabashata, parabashata, rakabiaskapeka, zaparaboshapiataya, remasapekapa, reparabashakapa, repaskapata, reboshata, 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 reboshakapata, rekipepasakapa. Lazima mpeno wako, lazima mpeno wako, lazima mpeno wako, lazima mpeno wako, lazima mpeno wako. Ezekia anasema majira ni sawa na wakati ni sawa, lakini nguvu za kuzaa hakuna. Wewe ninaiomba nguvu ya kuzaa maono yako. Ripa, 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 ripa kasata, reka pashatapa, reka rapakata, reka skapatapa, reka parabashata, reka skapatapa, rebo shakatapa, reba skepetapa, rebo skapetapa, reba skapetapa, rebo skepetapa, yekapapapapa, 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 rakapaskepete. Kwa jina la Yesu hai, natamka leo nguvu na moto wa kuzaa mpeno wako in the name of Jesus. Unayamini hayo? Basi pigia Bwana Teresa shaka. Wakati ni tayari, lakini uwezo kusaidia. Nataka nikwambie, nataka nikwambie uelewe, wakati wa wana wa Israeli wakiwa katika ardhi ya Babeli chini ya utawala wa mfalme Nebukadneza pamoja na Dario,
walikuwa wamefika majira sahihi aliyoweka utumwani, kwa sababu zinazungumza kwamba watakaa utumwani kwa miaka 70. Miaka 70 imefika, wao hawana uwezo wa kujitoa kwenye utumwa, mpaka Mungu anaamua kuongea na Danieli kwa kusoma vitabu. Alafu Danieli anaingia kwenye maombi, anaomba rehema ili isababishwe kile ni ahadi yake. Sasa maombi haya ninaomba wewe kutoa mahali ulikuwa umekamilika. Umekataa mbali. Yaani maombi haya ya maombolezo yamekuja ili kila mtu aingie mahali pazuri. Kuna watu ambao Mungu leo hii anawapatia nguvu za kuzaa hatima. Kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa kiroho, yaani kuna vitu vingi wako full package ndani, ila uwezo wa kuvitoa vionekane kwa mwili na kwa ngumu, kwa sababu kuna visa vingi vinatokea kwa maisha yao, wanavunjika moyo, wanakata tamaa, yaani zile hatima zinafungwa. Leo Mungu akatufungua kwa jina la Yesu. Leo Mungu akatufungua. Anataka kwa baba wangu. Okay. Yes boy. Yes boy. Oi. Au nakosea? Naweza nakosea. Wangapi wanapenda hii tunafanya Mungu anafanya? Niko mbio kidogo ili tuwahi tumalize. Unaweza kudhoofika katika maamuzi ya hatua zako kwa sababu unakutana na wavunja moyo. Unaweza kuwa una moyo mkubwa. Kama niliongelea kwa kile jambo. Unaweza kuwa una nguvu kubwa ndani yako, ila unakutana na watu ambao wana maneno yanayokuvunja moyo wewe. Na ndio maana ile juzi nikasema watu wale wanaozungumza vitu ambavyo ni kinyume na unachotaka na unachoamini, hata kama ni marafiki zako wao waache na wafanye. Yeye msema na wewe hawafai. Hawafai. Sauti nzuri. Hawafai. Mama anakasa sauti kali na yeye bwana mimi bwana. Mimi kawe vipi? Msio sauti yake. Hata ingia Mungu lakini amejificha kuna yeye. Na umefichwa wewe na Monica. Au na umefichwa? Umefichwa? Nimeshakuchwa bana, wewe ndio tufanye mazoezi. Tujaribu tuone. Yes boy. Yes boy. Unakuwa na unadhoofishwa ndani. Kwa mfano, uangalie maisha yale ya Elisha. Elisha amefuatana na Nabii Elia. Amefuatana naye. Imefika wakati mpaka yeye nabii anamwambia Elisha, lakini naona kama umekaa na mimi ni kama unapata tabu. Hebu niache bana uende tu. Jamaa anajiuliza, mimi niende? Unajidanganya, mimi siwezi kuacha. Niko na wewe. Nikatae wewe, mimi sikukataa, twende. Anaangalia kama anamtaka kama ni kiongozi wako, anamwambia mimi naona kama baraka zako ambazo unazijia kwangu ni kama mimi naona kama ziendi hizi. Ni wewe ulishakuenda. Wewe sana mwambiaje? Wewe mimi sibaki, mimi tunaenda. Siwezi baki. Niko na wewe bega kwa bega. Lakini yale maneno angekuwa yeye Elisha ni mdogo ndani. Alikuwa anakwama. Kwa sababu yeye anamwambia ni mwenye mafuta mengi ambayo yeye anaona. Yeye anaona kama anakwama sana. Kwa mimi naona kama urudi tu. Urudi tu kuendelea na jambo. Inakuwaje? Anamwambia baba yangu wewe unaona umetoka mimi sijatoka, twende. Mimi bado na imani na wewe. Mimi bado ninakuamini baba, twende tu. Ndio. Kuna maneno yakija na kudhoofisha kabisa. Haya. Siku inafika ya Elisha anaendea ule mbaraka. Wanainuka watu kwenye kundi na baba yake. Wanamwambia bwana wako atatwaliwa. Kwa hiyo ni bora uachane naye maana atakufa. Anamwambia mwezi jua jambo kabla yangu, mtulie, mimi naendelea. Haleluya. Anatwaliwa, mimi
ninatakiwa nimuone mpaka mwisho. Na nikifanikiwa kumuona mpaka mwisho, kile ambacho amekibeba yeye itakuwa sehemu ya maisha yangu. Jifunze kuvumilia mpaka mwisho. Nimekasirika mpaka wewe. Kwa hiyo kwa watu wanajosana maneno, yeye anakuwa amejipanga vizuri, anajiweka vizuri, lakini anakutana watu wanamwambia atakaye za mtoto akasoma akawa na akili atakuwa ni wewe. Anamwambia mbona wewe ni mtu wa kawaida tu kama wanawake wengine? Mbona wewe ni wa kawaida kama wanaume wengine? Naomba uniambie hivi sasa hivi, mimi sio wa kawaida kama wanawake wengine. Utasema kwa sauti, sema mimi sio wa kawaida kama wanawake wengine. Mimi sio wa kawaida kama wanaume wengine. Mimi sio wa kawaida kama mabinti wengine. Mimi sio wa kawaida. Hebu sema kwa sauti. Nataka niwaambie kitu. Kuna mambo ambayo wewe ukiwa nayo watu wanakuambia, hivi unafikiri wewe ndio utafanya maajabu hapa Mwanza? Wachungaji ni wengi, ambao walioshindwa ni wengi wachungaji. Unanifananisha mimi na wachungaji? Mimi nikijikagua naona ninaenda. Maneno yanayonijia yananiambia siendi. Kama wewe ni mdogo ndani unakwama. Amina. Familia yenu yote wamewahi kutafuta maisha, wamewahi kuyapata. Sasa na wewe unapambana tu. Hakuna chochote tu, utakuwa kama wao. Mimi leo nione kuna tofauti kubwa kati ya neno Portion Peter na nabii Portion Peter. Kuna tofauti kubwa, unanielewa? Kati ya Portion Peter na mtu wa Mungu. Kuna tofauti kubwa kati ya Portion Peter na mtumishi wa Mungu. Nikishaitwa mimi mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu, kinachoongelewa hapo sio mimi wa mwilini, anaongelewa mtu mwingine aliyebeba uwezo wa kiungu juu yangu. Sasa wanaona Portion atashindwa, lakini nabii ndani yake hawezi kushindwa, kwa sababu nabii ni uwezo wa Mungu kwenye nafasi ya maisha ya nabii Portion Peter. Sasa nataka niambie mtu yeyote ambaye watu wanamwambia hauwezi, wanamwona hawezi, ni yule wa mwilini anaitwa labda Catherine, labda anaitwa Vai, labda anaitwa Novatus, lakini unapokuja kuitwa mwana wa Mungu aliyotolewa, mtumishi wa mtu wa Bwana, ningekuwa sina Mungu kwa ndani yangu, walichosema hauwezi ni sahihi, kwa sababu kwa jinsi yetu na kwa jinsi ya majina yetu ni kweli hatuwezi. Lakini mimi sasa muda huu, mimi sio Portion tu, mimi ni mtu wa Mungu. Mimi sio Portion tu, mimi ni nabii wa Bwana. Kwa hiyo neno nabii wa Bwana na neno mtu wa Mungu, huo ni uwezo wa kiungu kwenye maisha yangu. Pale chochote kitawezekana, kwa sababu mimi tayari nimeshageuzwa kuwa Portion wa kawaida. Juu yangu kuna neno jina lingine linalotajwa na kina cha Bwana. Kama hauna jina jipya, ninaomba kina cha Bwana kitaje jina lako jipya kwa jina la Yesu. Sijui kuna mtu nimeongea naye. Kuna mtu ananielewa? Joshua anashindwa kwa sababu ni Joshua. Sawa? Lakini kwa muda huu kuna wanaojua Joshua anashindwa. Lakini wakati huu Joshua ameokoka, amegeuzwa tayari sasa hivi. Wanamtafuta Joshua, unanielewa? Ambaye anashindwa kwa sababu labda wana familia yake wanafanya wanashindwa, watu wa ukoo wake wanafanya wanashindwa, jamii yake wanafanya wanashindwa. Sasa muda huu hahesabiwi tena kwenye hali ya jamii ya wanaoshindwa, ameingia kwenye jamii ya washindao ambao kashipata Yesu. Nataka unielewe, jamii ya washindao, kwa sababu hakuna jambo lolote kwenye mkono wa Kristo limewahi tokea likawa na nguvu juu yake. Na Yesu yule ambaye ana nguvu juu ya vyote, umemchagua kumweka ndani yako. Kwa
nikwambie hivi, kama wanadamu wamelala masikio yako wanakwambia watakuinua, kuna siku watakushusha. Lakini Mungu akikupandisha amekupandisha. Maana Biblia inasema baraka zake Mungu wetu hutajirisha, wala mto wake hauna majuto na uchanganani na uzuri. Pokea baraka ambazo hazina uzuri kwa jina la Yesu. Piga miruzi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Maana ni kwamba nataka uone kitu. Mimi ukiniangalia kama Portion Peter, yaani Portion Peter hawezi fanya mambo hayo. Hawezi. Hivi ni wake wote? Hapana, Portion hawezi. Na mama alimtegemea labda Portion hawezi. Baba alimtegemea Portion hawezi. Wana familia alimtegemea Portion hawezi. Lakini sasa juu ya jina la Portion Peter kuna jina jipya linalotajwa na kinywa cha Bwana. Jina hilo halifilisiki. Jina hilo halipungukiwi. Ni kwamba wewe unajiona kawaida kwa sababu na kitu nikujaelewa. Nataka nikufungie miende ya moto kama aliyofunga Samsoni kwenye mbega. Na unapopita anayekupinga anaunguzwa na moto ulio juu ya mbega. Hebu sema teketea, teketea, teketea kwa jina la Yesu. Pengine naongea maneno unaweza kunielewa sana. Na kwa wasiwasi unanielewa? Basi ukiita Portion Peter, umeita asili. Ndio. Ukiita nabii, ndio. Jina jipya ambalo baba ajua. Haleluya. Ambalo baba ajua. Kwa mambo mimi nakwenda kwa mtu wa Mungu, ndugu yangu. Mtu wa Mungu. Unanikaje mama? Mimi ni baba mtukufu wa Bwana. Baba mtukufu wa Bwana huwezi muua. Haleluya. Baba mtukufu wa Bwana. Huwezi mroga wewe. Kusudi lake alipangwa na wanadamu. Haleluya. Kusudi lake limepangwa na Bwana. Haleluya. Na mimi na imani 100% kwamba wewe Yesu yuko ndani yako. Kwa hiyo wanadamu watapanga tena mambo ya hatima yako, hawatapanga tena mambo ya ndoto zako, atapanga Bwana kwa ajili yako. Na ninaona ndani ya siku chache zijazo unakwenda kuinuliwa zaidi kwa jina la Yesu. Kuna watu wanajipapara wanasema ngoja tuone wewe hapa ulipo kama hajakaa Esther, ndio baba, amekaa masihi wa Bwana. Haleluya. Naomba leo usisahau. Popote unapokuwa wewe, Ndio. Yupo masihi wa Bwana. Haleluya. Umetiwa mafuta kwa Roho. Na Yesu amekuchagua wewe madhabahu. Ndio Bwana. Anakaa ndani yako. Amen. Hautembei peke yako ndani. Haleluya. Unatembea wewe kwa mafuta kwa Bwana. Kama unatembea kama mpaka mafuta kwa Bwana, watu wanapokuona wanamuona kape wa nje, hawaoni ulivyobeba ndani. Sasa wewe utambue, wanaweza ongelea mambo mabaya kwa kape, ila masihi wa Bwana hawajamuona. Sasa wanachoongelea kwa nje, yeye masihi wa Bwana kwa sababu mafuta anatokea nje, anayerusha mkataba wake na wewe, unaendelea si kwa sababu amekusema vibaya, unaendelea pamoja na wewe kwa sababu yeye amekuchagua. Mimi mwanamke sio nikajifanya kama wanaume mbavu sana. Katika Mungu hakuna jinsia. Amina. Mungu achagui jinsia. Ndio. Kama ni mwanamke, wewe ni mwanaume. Mungu achagui hivyo. Amina. Mungu anachagua jinsia? Hapana. Ukishachua mafuta, wewe unakuwa masihi. Haleluya. Masihi hawi jinsia ya kike au jinsia ya kiume. Masihi inakuwa roho iliyowekwa ndani yako na moyo wako. Sasa moyo wako una jinsia.
awe mmoja kati ya wanawake, mmoja kati ya mabinti watakaopindua mji wa Mwanza kwa sababu wametambua nafasi. Amen. Tuendelee mbele. Tuendelee baba. Dada unasemaje? Una shida gani? Yapi? Homa ya hii? Na kichomi, nasikia kichomi mguuni. Na saa hii Sasa hivi hamna, na mizimu ya nyumbani zinanisumbua. Haleluya. Tuzole. Mama, mbona shangaa? Masihi anahukumu. Naye amekubali. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Tumfungua tuendelee mbele. Amen. Na kama dakika 40 hivi za kuendelea. Ni nyingi yetu? Nyingi baba. Unajisikia ndani yako? Mungu akupiga rangi na kupiga rangi. Au vote. Mungu ni mzuri. Seriously. Na mkono wako juu. Namtegemea Mungu. Baba, kwa jina la Yesu ninakuponya homa ya ini kwa jina la Yesu. Leta tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe homa wa ini, mateso ya tumbo, na kukausha, na kukausha, na kukausha, na kukausha kwa jina la Yesu. Hai kichomi cha mguu, kuanzia muda huu ninaachilia moto kutokea kwenye nyayo za miguu yako. Moto upande, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka, 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 funguka. Ninakufungua kwa jina la Yesu. Uwekwe huru kuanzia sasa hivi. Hakuna mateso. Hakuna mateso. Ninasema hakuna mateso. Hakuna mateso. Hakuna mateso. Hakuna mateso. Hakuna mateso juu yako kwa jina la Yesu. Umeponywa na umefunguliwa kwa damu ya Yesu. Amen. Mtu mmoja mpe Bwana matukufu. Mpe Bwana makofi matukufu. Jesus name. Sema amen. Sema tena dada umepona, the game is over. Unaweza duka hospitali kesho. Daktari aliyekupima naye ashangai pamoja na wewe. Unaweza duka hospitali kama daktari, mimi uliniambia naumwa homa ya ini na vidonda vya tumbo, mwambie just to prove what you said to me. Atakwambia wewe dada, ni prove tuambie uongo. Hapana, Mungu amepona. Amen. Number 3. Unaionaje hiyo jamani? Nani amfurahi Mungu? Ni nani amfurahi Mungu? Na makodi yote haya sasa mama hapa kodi. Mariamu najisikiaje? Vizuri sana Good. Na baba niongea maneno mazuri, mpanga panga kila mbali. Baba mjapanga panga. Leo mpange mwanzo kuwaza. Sasa tunazaaje? Haleluya. Asante Yesu. Tunajifunza ustadi gani? Tunaanza kupanga. Kama ni angani tujue. Kama ni lolo tujue. Kama ni wapi na hivi. Amen. Kwa mfano baba hapo katoto kanatokea, sio ni wawili, sio mmoja, mnaanza kupanga. Sio mmoja. Wafike wangu, wakiume wangu. Ndio baba. Ni wazo nzuri tunapanga.
inakuandama ili kukukatisha kile Mungu ameanzisha kwako. Ili kukatisha kile Mungu ameanzisha kwako. Mungu akianza jambo kwako lolote likaonekana na matokeo fulani, leo sikasiki, lakini ndio sasa nyingine na umeshaelewa. Umeshaelewa? Nataka leo nakuona mimi chini ya Jumapili. Tunatuweka agano sasa hivi. Tuliweke? Kila Jumapili sio kila siku. Kila Jumapili. Jumapili. Utaweza? Wote tumekubaliana. Wapenda wangu, anakatisha tamaa ili kile Mungu ameanzisha kwako. Kuna mambo yakiacha kwako, unaona mimi hapa nikiwa na huduma, kuna mambo ambayo yanaleta tamaa. Kwa mfano, mali kwa ushuru. Nimekuja kwanza huduma. Sawa? Nimeanza huduma pale, nimefikia kwa nyumba na panga. Nikaanzia pale siwezi kufanya ibada. Na nikawa najua kwa sababu mimi naona vya kilo sio vya shida. Basi kila mmoja anakubali. Mimi nikaanza kuwasha moto ndani ya nyumba ya kupanga. Mwenye nyumba hajaamka. Hajaamka bwana. Ameamka. Ananiambia unafanya nyumba yangu wewe unafanya kanisa. Umepanga kufanya kanisa, umepanga wewe kuishi. Namwambia mimi nimepanga kufanya vyote. Nafanya huduma ya kanisa na kuishi naishi. Ananiambia hivi, mimi sijakupangisha ufanye kanisa. Nimekupangisha ufanye maisha. Kama unataka kufanya maisha, uachie nyumba yangu na kurudisha hela zako uondoke. Nikamwambia mimi hela situkui. Na kutoka stoki na ibada siachi. Mimi unione hivi mama. Nikianza kufanya maombi, sipika hizo ziongee. Mimi yaani ninafanya maombi na kufunga watu wote. Unaiona hapa? Na nikishagundua kuna wanao kuchukizwa na maombi yangu, umenipa kichaa. Ni bora tena mngenia madam kaniacha. Mimi nikajiongoza, nitajiongeza, nitajipunguza. Ili ukishaniambia unatokea, ndugu. Lazima nitokee. Nikaamkia kwenye gia ya 800. Yaani nilienda siku moja kule Mkuyuni kwenye milima ile, nikaenda siku moja. Nikaenda kwenye mwamba nikashinda asubuhi na mpaka jioni. Nikamwambia Mungu naomba neema. Kwa sababu naona sijaomba sikeshi. Usikuja. Unipe neema. Nikaanza kuomba saa 4. Yaani mpaka saa 12. Baba, nataka nyumba kuna majirani wasilale tena kwa sababu nimekorofisha. Nikama siku nzima nilipojua jioni namwambia Mungu, nipe neema ya kuomba usiku kucha kuhakikisha majirani zangu wanajua wamekorofisha niki. Na Mungu sio Abdalla ndugu yangu. Wala sio Osman, Mungu ni Jehova. Akanikubalia nikaa usiku. Nikamwambia mama, unajua wewe, nyinyi mkalala. Mimi nakuja kuvuruga mtaa. Kaka kwa sema, madirisha yamefungwa, naanza kunguruma. Wanaamka, nini kimetokea? Wanaanza kubeba, jamani, huko kuna nini huko nje? Ni kelele kwa mpaka asubuhi. Mama anaamka. Anakuja sema, jamani, tulikuwa tunakuomba uache mambo ya kelele, tupate kelele. Nafanya kelele, mtaona. Shaka. Usiku mzima kucha. Asirani. Nikupiga majeshi. Siku kucha. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, hawajanishtaki. Wamezoea amenishtaki mama, wanazoea wale, wazoea. Mchomali unamjua wewe. Sasa alipoleta fujo zaidi, nikasema sasa ngoja leo tutumie kila mmoja pawa yake. Mimi naomba kila siku. Baada ya mnikubali, nikaibeba mapepo yote ya mtaa ule nikayapewa kwa familia. Wajue kwamba mimi nimekasirika. Asingekuwa Bwana mpaka leo angekuwa mshaka. Mungu alikuja akasema nawaonea. Waache. Wafungue waache. Nikaja nikamwambia wafungue na waache. Na ibada nikazifunga mahali. Ona sasa. Nikajua kwamba sasa hapa si mimi nimetumwa.
nimekuja kwenye huduma, tunaanza sasa kutafuta eneo la ibada. Ndugu yangu, hakuabudia. Hatukuja direct. Tulihangaika mno kasi. Ukinikuta niko hapo nafanya ibada, uwe na adabu. Tumefika hapo kwa muujiza kasi. Hatukuja hivi hivi. Mimi sikwenda kwenye mimi nimetaka nichukue hukumu nipange hela tufanye ibada. Kila mtu mwenye hukumu anakataa. Yaani akisema unatafuta kwa ajili gani ya ibada? Nikupe wewe hukumu kwenye ibada. Sijipendi. Mimi sijipendi wewe uje kufanya ibada kwenye hukumu wangu. Namwambia kwani mimi na ubaya gani? Akasema wewe tusongee mengi. Kilichokuleta unakijua. Na ambacho tumeleta na mimi nakijua. Kwa kamata ambacho tumekuleta useme kimekataliwa. Wewe. Natoka pale. Naenda pengine ni upinzani. Na huyo moyo siku moja akaniambia, yani akaniambia mambo ya ajabu sana. Akaniambia wewe unakuja kufungua huduma yako mama. Wewe utaweza? Mimi nikaona mimi naweza na kuliko. Akasema sikiliza, kuna wenye macho wameshindwa, wewe una makengeza uwezi. Ni maneno mazima. Hebu jiulize, moyoni unabaki ananitajia, akanitajia watu kama watatu wanne ambao anawajua. Kuna siku walikuwa wanatikisa ile ardhi, akasema ni wako wapi? Akasema sasa wewe, nikikuangalia wewe, nikikupima hivi naona kabisa wewe umekuja hapa uende kisha unabaki. Nieleze, ni maneno yanakuja yananipata. Lengo ni nini? Kile Mungu amekianzisha kwa ajili yangu nataka kuyeyushwa. Lakini akiniambia chochote pale pale nina majibu yake. Nitamwambia sikiliza. Mimi ni tofauti na hao unaozungumzia. Kwanza mimi ukiniona hapa, mimi ndiye baba yao hao walioshindwa. Nimekuja mimi, nitasimama mimi na hao nitawasimamisha. Ungekuwa ungesema hivyo, ungeogopa. Ungesema naingia kwenye maombi ya kufutaya maneno. Mimi ni mjinga wa kiasi hicho? Neno kwa neno. Umesema neno baya kwangu na kutamkia baya hilo hilo, alafu kwa muda huo unajitamkia jema. Biashara inaisha. Kwa tunafanya nini? Alipokuwa akisema nani, roho ikaniingia. Kwa mimi ukisema na mimi, roho ya hofu naikurudishia. Roho ya mashaka naikurudishia. Roho ya kushindwa naikurudishia. Alafu naitamkia roho ya ushindi. Naendelea mbele. Yaani watu waliniondoa mimi. Walinijegeza. Nikasema sasa nafanyaje? Nikasema basi. Tukaanza kufanya maombi ya nafasi. Kwa Mungu ndipo akachukua nafasi hii tuje. Hata tulipokuja hapa, wanaotupokea wewe ndio waulizi, wakipokeaje? Anahoji, kanisa? Kanisa ndio. Unafanya kanisa? Kanisa ndio. Mara ya pili ya tatu, kanisa? Kanisa. Anahoji, mtaweza? Tunaweza sisi. Kweli? Basi. Ningekuwa nimewapa bure ni wajaribu. Mfanye, nione. Ngam au tupe bure, tupe na bei. Akasema, unawapa hela mdogo. Ili na nyinyi mjue kwamba tunapokea kanisa. Lakini mimi na imani ametoka. Sikia maneno. Hiyo ni sauti ya mtu kama wasita. Wananikatisha tamaa. Wanajiona moyo, wanaongea maneno mabaya, waume kile Mungu anaanzisha. Mimi nikajitia moyo nikasema mimi mkononi mwangu wa kudaishi wa kitu. Nikisimama mimi amesimama Mungu. Sishindi na jibu. Sasa ona ambapo kisababisha. Miezi yetu minne baadaye. Tukafuata kwa siri. Pesa tutapanga. Ndio ongeza. Ongeza hela. Mimi nimeshirikana nyinyi. Tunapanga, hatuwezi. Sasa tunawaza. Tufanyeje mzalini? Kimeshanuka huko. Wanasemaje? Wanasema wakitegemea tutakuwepo. Sasa tumekuwepo. Tumeamua kujimilia kwa tuongeze hela sasa. Na moto. Ukakutana watu wakuongelesha maneno. Dada, mbona unaonekana una akili? Yako na kama kama ana akili. Au ndio una akili nini? Sio kweli. Unadanganyikaje? Paulo
umerogwa tayari. Utaacha kufikiria uzuri wa Mungu, unaanza kufikiria maneno. Kinachofuata baadaye ni nini? Una moyo wa ibada, una moyo wa ibada, una moyo wa ibada, una moyo wa ibada, maombi yamefungwa, mwisho. Nataka uniamini, kila mtu unayemuona amekwama kiroho, hajarogwa na wachawi, amerogwa na alisikia. Maneno yoyote ambayo ni mabaya yana asilimia kubwa za kumuua mtu kuliko uchawi aliyorogwa akiwa hajajua. Nani ndiye kwa kweli? Naona kama mnanivuka. Sikiliza. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 2. Nataka uone kitu hapo. Kwa sababu naona kama naongea na wewe unielewe. Maneno kali yakija kwenye moyo wako. Ni bora urogwe na wachawi 10,000 wa Mwanza kuliko maneno ya mtu mmoja. Akikupangia akaja akakuongelesha. Amen. Sasa nataka uone kitu. Wafalme wa kwanza ndio sura ya 19. Sawa pia. Soma. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe. Yezebeli amepeleka mjumbe kwa Elia Mtishbi amwambie maneno. Kusema. Miungu wanifanyie hivyo na kuzidi. Wanifanyie mimi Yezebeli hivyo na kuzidi. Nisipofanya roho yako kesho. Panapo wakati huo. Usipokuwa nimechukua. Kama roho mojawapo ya hao. Jaribu kufikiria. Anayeamleta maneno jana ameua manabii wa Baali 150. Amewaua kwa nguvu ya mkono wa Bwana. Yuko imara anaenda. Sasa mimi najaribu shangaa. Elia ni mtu aliyetokea tu. Biblia inasema Elia ametokea, hajulikani baba yake. Elia mama yake hajulikani, ni mtu alitokea, ni kiumbe. Ametokea, anaonekana na mwili, hajulikani kwao, ni Elia. Elia amefanya maajabu ambayo amewahi ongea kwenye ufalme. Sasa wa Israeli, mfalme Ahabu akajificha na nyumba yake. Ni nabii anaongea. Lakini yanakuja maneno. Ni maneno. Walimtumia uchawi ukashindwa. Wakamzindika wakashindwa. Wakaiba nyayo wakashindwa. Wakaona tumzofishe tutumie neno. Wachawi wanapokutumia uganga, mashetani, mapepo yakashindwa, wanaingiza roho za maneno ndani ya mtu. Wanamwambia neno ongea na neno. Anakuja. Kama hujakaa sawa neno. Kwa sababu maneno mabaya ni moja ya kiungo kinachokatisha tamaa kuliko viungo vingine vyote. Yezebeli, jaribu kuwaza. Yeye ameshajaribu kumua Elia, ameshindwa. Ametuma wale wachawi wake Baali, wameshindwa. Kila waliotoka kupambana naye walishwa kumwaga damu na Elia. Sasa anamwagiza, anasema hivi, nenda umwambie Elia, anatuma mjumbe, nenda umwambie Elia, kesho ikiwa roho yako haitaonekana mikononi mwangu, nikaibeba nikaichukua, basi miungu hii niliyoituma imuue ije inidhuru mimi. Elia akaogopa. Jaribu kufikiria ni maneno yamemwogopesha. Lakini kabla ya maneno uchawi kwa anafanya uchawi. Hayakuogopa uchawi. Anatokea kwenye uchawi, anafanya jambo. Wanafanya ushirikina, anatokea kwenye ushirikina, anafanya jambo. Ilipokuja sauti ya maneno, nikamwambia kesho lazima roho yako tuitoe. Elia akaogopa. Na mimi najua inawezekana uliwahi kuwa kama mzalendo na moyo mkubwa sana. Wakimwongelesha na yeye. Anayuka. Sasa jaribu kuwaza. Wanaongea mimi ni Eliuka, mimi nishagoma. Na sikuwa. Mimi ni Eliuka. Yaani ukiongea ndio unanitia unafanya ni kama unakuwa nimwagia mafuta ya petroli. Ni amko huko. Kuna kitu huko ndani. Yaani kuna vitu kivifanya kwangu. Wewe kuna kitu kinaamka kule ndani kinaniambia hamna. Hampo pasuke. Na mimi nikiwa kama mama mwenyewe mtu. Nikiwa kama mama kwenye nafasi yangu. Ni hatari. Sasa Elia ambaye ameshaua 150, ameshaua
Elia amekwenda kujificha. Nabii wa nguvu za moto. Yaani pale angeweza kusema hivi, nashusha moto. Urambe nyumba ya Ahabu na familia nzima na Yezebeli. Ni mapema. Kwa sababu mtu alikuwa anatembea na moto. Sasa ukiona kuna maneno mabaya yametamkwa, alafu hauna maneno mazuri uliyotamka, kwa vyovyote vile yale uliyosikia yataula moyo wako. Lazima yataula moyo wako. Lazima. Elia amewahi kutumia watu kwenye mlima. Akiwa kwenye mambo wanamuita kimabavu, wanatuma wanajeshi wamfuate wamkamate kwa nguvu. Wanaenda kumkamata, anaita moto, unawala watu 50 mara ya kwanza. Wakaja mara ya pili, akaita moto utawala. Ana uwezo wa kutisha mara ya tatu. Wametuma wengine, unanielewa? Kumfuata wamleta kwa nguvu, akaita tena moto utawala. Wale kwenda wakamwangukia kwa kusujudu, ndio aliyokuja nao ili awape maelekezo. Au ile yote amefanya, lakini sauti ya maneno imepasua moyo. Anaenda kujificha. Ona, anapokwenda kujificha, anakwenda kwenye kapori kadogo, kanaitwa Karithi, kuna kijito pale, akajieleza pale kwenye mlete. Akasema, Bwana, kama inakupendeza, unichukue roho yangu. Elia, wewe ndio unaogopa mwanamke Yezebeli? Mbona wewe unasema hivyo? Maneno baba yamevunja ukuta. Kuna watu hapa wana maneno yanawara. Yameshawala, yameshakula maini, yamekula bandama, yamekula figo, yamekula moyo, yamekula mapafu. Yaani hapa unatembea, yaani unatembea tu upepo tu. Yaani haumo ndani haumo. Umeshaliwa. Mungu hapa anawaona ni yeye. Eti mama hujaliwa. Maana anakula watu. Una maini hapa ulipo, una bandama hapa ulipo. Hapa ulipo na kuona kabisa. Una figo zimeshaliwa. Utumbo huko wa ndani huko, utumbo mpana huko umeshaliwa. Nini kimeua maneno? Unaliwaje? Maneno yanakuja yanakuingia, huwezi kula chakula. Huwezi kupata usingizi. Kuna mahali wameongea jambo. Yaani ukilifikiria unasikia kama dunia iishi. Umesahau miujiza ya Mungu. Umesahau maombi yake. Umesahau ibada zako. Umesahau utakatifu wako. Unasema nasikia sina raha. Ni maneno. Amina. Baba naomba msaada. Elia amekimbia maneno. Lakini uchawi haukumkimbiza. Uganga haukumkimbiza. Majina hayakumkimbiza. Mawakala wa shetani hawakumkimbiza. Lakini maneno yalipotumwa yakamwambia, kesho majira kama haya lazima nijiulize, ile nguvu iliyonifanya nikaua watu wako uliowatuma mimi waniangamize nikawaua, wewe una jipi hapa? Amen. Kwa hiyo naweka kamanda nitakumina dakika moja. Lakini maneno yalipokuja akakimbia. Anaenda kujificha kwenye kijito cha mto cha chemchemi. Amen. Akapa anamwambia Mungu, ninaona mimi maisha yangu kuliko nikamatwe na Yezebeli aniue. Sikia maneno ya kijinga ya mtu aliyekata tamaa. Kuliko Yezebeli anikamata aniue, niue wewe mwenyewe hapa. Amekata tamaa. Na mimi nimekwambia mtakata tamaa lazima na maneno anaongea kwenye akili zake. Anamwambia uniulie hapa. Mimi wala siwezi kutoka hapa. Sirudi kule na siendelee mbele. Ni hapa uniue. Mungu anamwambia Elia, umesahau? Wewe sio wakufia hapa. Amen. Hebu amka. Amen. Amka ule. Unywe, safari bado inaendelea. Amen. Safari bado? Ninaomba Mungu alete sauti juu ya wewe kata tamaa. Amen. Aongee neno yako. Nifuruge ule moyo uliokata tamaa usione tena. Amen. Wasali kumwambia Elia, kazi yako bado. Ndio. Akagundua kumbe hawezi kuniua. Kama kazi bado ninayo, hawezi. Akala mkate, akanywa na maji kwa msaada wa kunguru. Akamaliza, akanyanyuka, safari inaendelea. Amen. Na ukumbuka yani niseme. Ngoja nishike. Baba naomba nisaidie. Nisaidie wapi? Namna ya kufanya ili maneno ambayo naweza kusikia yasikae kwenye moyo wangu. Uweke neno la Mungu kwa wingi rohoni mwako. Kitabu cha Zaburi 109 mstari wa 105.
mbona ndio hapo unaangalia kwa ubaya? Ni kwa ubaya au ni kwa huba? Anaangalia kwa ubaya au kwa huba? Kwa huba. Kama ni kwa ubaya, na kitishacho kwenye mashauri baadaye. Lakini unaikuona mimi nimetetereka. Unaikuona mimi nimewezeka. Unaikuona mimi nimepungua. Kwa nini? Nimeliweka neno la Bwana. Haleluya. I'm appreciate nyie. Nyie I'm appreciate kwa kweli. Nimesema hivi. Ndio. Mwanza hivi. Ndio baba. Mimi naamini na mimi ndo naongoza kusema. Ni kweli baba. Kwa muda mchache niliona. Ndio. Lakini naamini kila kona wananisema. Ni uhakika. Sasa mama, nimeuliza umeona mimi napungua? Hapana. Umeona mimi nawezeka? Hapana. Moyo wangu umeogopa? Kwa nini nimebaki imara? Nimeliweka neno. Nimeliweka neno la Bwana ambao ni taa ya miguu yangu. Amen. Alafu ni mwangaza wa njia yangu. Kwa maneno yakiongelewa mengi, mimi nakuwa ninaona giza linakaa mbali, nuru ya Bwana inakaa inawaka mbele kwa sababu nina neno la. Sasa niamini macho hii. Amen. Kwa hiyo nifanyeje ili niepuke na hayo mambo ya maneno yanayokuja kunikatisha tamaa? Yaondoe maneno yanayokuja kwako kwa kuliweka neno la Bwana. 13 Mithali. Fungua. Saa ngapi lakini? Baada ya dakika 5 tu. Tuondoke hapa sisi. Majeshi. Unasikia mama? Amen. Kaka. Wewe umepona. Amen. Amen. Hallelujah. Let's go. Nasema kila alizarauliaye neno. Soma basi vizuri wewe. Kila alizarauliaye neno. Kila alizarauliaye neno. Ujiletea uharibifu. Umeona? Kila anajiletea uharibifu. Ndio. Maana yake yeye asome neno. Asikie neno. Awe Mithali 13:13. Mbona uulize? Kila neno ujiletea uharibifu. Ujiletea uharibifu. Ndio. Bali yeye aiogopaye amri atapewa thawabu. Manake yeye ashikaye sheria ya Bwana ndio amri. Nimekuacha nimekwenda na wewe. Amina. Nimekuacha nimekwenda na wewe. Naliweka neno lako. Nisikutende dhambi. Dhambi kama inakuchukua nguvu nyingi. Wewe ukiweka neno, dhambi inaogopa neno, haiogopi mwili. Dhambi haiogopi ibada. Dhambi haiogopi ibada. Dhambi haiogopi kufunga na kuomba. Dhambi inaogopa neno uliloweka ndani yako. Funga sio vibaya, omba sio vibaya, lakini weka neno kwa wingi. Kwa sababu neno ndio linaongea na moyo wako kuzuia kufanya maovu. Asante. Hapo sitakupa majibu au niongeze? Umeelewa bana, Mungu ameishi. Ndio. Nifanyeje ili maneno ya watu yasiyeushe moyo wangu? Weka neno la Mungu kwa wingi. Na usipende kusikia maneno mengi. Heri mtu yule ayasome Zaburi 1:1. Ili nikuonyeshe. Soma. Si unataka niongeze? Nimeongeza. Soma hapa. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana, sheria ya Bwana, bali neno la Bwana. Ndio.
impendezayo. Ndio impendezayo. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ndio. Wala kusimama katika njia ya wakosaji. Wala kuketi barazani. Paunyemizao. Ndio. Bali sheria ya Bwana. Ndio impendezayo. Hayo mambo ukiwa nayo kadri yatafanya ushinde maneno. Ukitaka kushinda, tofautisha watu unaotembea nao kwenye maisha yako. Sio kila mtu unayetembea naye anafaa wewe kutembea naye. Watu wote wanaweza kuwa ni wazuri kwa jinsi yao, ila sio wazuri kwa jinsi yao. Wanaweza kuwa wa maana kwa jinsi yao, ila sio wa maana kwa jinsi yao. Kwa lazima utafute kujitofautisha wewe na aina ya watu unaotembea nao kwenye maisha yako. Kuna watu wakiongea, hata kama umetoka kuomba, moyo wako utakamata tu, unajiepusha na wamekataa. Biblia inasema kwa maana ya kinywa cha Mtume Paulo wa Tarso anasema hivi: vitu vyote ni halali kwangu, ila si vyote vifaavyo. Zani najua sema vitu vyote ni halali kwangu, ila sio vyote vifaavyo. Na mimi tubacha kujua watu wote wenye mwili ni halali kwangu, ila sio wote wanifahamu. Mimi ni miongoni mwa watu makini. Hebu niangalie kwanza. Hakuona baba. Niangalie. Umeniona? Mimi ni mtu ambaye sieni na kila mtu. Niangalie tena. Nakuangalia. Narudia sasa. Ndio niangalie nikwambie, ili ujue. Mimi ninajua kujitofautisha. Ndio. Kwa namna gani? Ninajua mimi ni nani na ninajua mimi sio nani. Nikijua mimi ni nani, ninakaa na ambao ni kama mimi. Ambao sio kama mimi, ninatofautiana nao, si kwa ubaya, ni kwa ajili ya kuponya ninapoelekea. Haleluya! Basi narudia tena. Si amesema wewe kama nataka nirudie. Ndio. Nyinyi mara nyingi wao mnatafuta sana. Baba, naomba niambie mimi nani? Mungu aliniumba ili uweje? Akwambie Mungu amekuita ufanye labda biashara. Umeshatu. Wewe ni mfanya biashara, unatafuta nini? Kwa ambaye sio mfanya biashara. Kwa sababu sio wewe. Mwezi jalitu amwezi kwa sawa. Ndio. Wewe unafanya biashara, unatafuta nini kwa Mungu? Unajadiliana na mwinjilisti wa barabarani, unaongea nini? Kwa sababu sio wewe. Atakachokuambia yeye, atakwambia umtumikie Mungu. Utalaniwa sana wewe. Lazima uhubiri injili. Ninasema tumetoka kuhubiri injili. Kwa sababu yeye yuko hapo hiyo ofisi yake. Lazima itetee. Na kwa sababu neno lina nguvu haya za kukamata moyo. Utaanza kuona ni mzuri na uanze kukipasua kiinjili. Umehama ofisi kaka. Yaani unajua wewe ni nani? Mbona sasa mnaniendelea kwa sababu wewe unajua ni nani? Sasa ni pia utafuta kujua wewe sio nani. Ili wale ambao sio wewe uepukane nao, watakuzofisha kwenye ndoto zako na hatua zako. Haleluya! Mimi ni nabii. Ni ukweli sio kweli? Au sio basi mimi nabii sio nabii. Nabii baba. Nikigundua mimi nina mtu sio nabii. Niko makini. Ninakona nyingi. Zoa nini urudi? Ninaanza na moto. Mimi unijui vizuri. Naangalia. Haya nayo niambia. Mbona kama nataka kunifanya kama nataka kunifunga kwa kongwa. Kushoto. Ukija kushoto, kulia. Tafutana kwa mdomo. Kwa sababu mimi najua ni nani na ninajua mimi sio nani. Nataka ushiriki
hicho kitu kizuri. Yaani na mambo kichike. Ukiwa kanisani kuna watu wazuri kabisa. Tena wa maana. Hiyo sio wa muhimu kuwa karibu na wewe. Kwa sababu wao sio wewe. Amen. Hallelujah. Sio mimi. Kuna maneno ya kuingia. Inaniingia baba mimi. Una swali? Esther, unajua wewe ni nani mama? Ona ajana wakuta. Mtu yeyote ambaye hajui ni nani, hawezi jua ni nani asiwe naye, ni nani awe naye. Na ndio maana nikasemaje Jumapili, wakaka hawa wanaotafuta wake kuoa, kabla hawajaoa, wajitafute wao kujua ni akina nani. Alafu wanapotafuta mke, atafute mke ambaye ni kama yeye. Kwa anavyoenda. Mwanamke ni mzuri. Ana tabia nzuri. Anajua kupika. Anajua kuoga. Anajua kujiremba. Anajua kujipamba, lakini ndani yake sio kama wewe. Ndoa itavunjika tu. Usilaumu. Unalaumu uchaguzi. Amen. Twende baba. Mimi ni nani? Na mimi sio nani? Unaelewa? Hiyo ndio watu wanapotelea kwa sana. Anajua yeye ni nani? Ila hajui yeye sio nani. Alafu anachukua ambao sio yeye, anaweka kwake. Lazima watakuua. Sasa basi. Watu wanaochukua asilimia kubwa ndio shusha ni wanaokuzunguka. Ndio. Kwa nini wanakushusha? Haujui wana nini kwa ajili yako, na wewe una nini kwa ajili yako. Basi kama umejua walichonacho kwa ajili yako ambacho sio kwa ajili yako, kiwekee mipaka, kisingiliane na wewe. Amen. Chao uwezo unao. Ndio hauna. Wakuwa na mtu ana vitu vyake. Leo anakuambia hili, hautekelezi. Kesho anakuambia hili, hautekelezi. Kesho kutwa anakuambia hili, hautekelezi. Atajisikia nini kitafanya? Naachana. Mnaachana. Unaanza kwenda kupiga magoti. Nilikuwa nakuomba ule mgogoro wetu uishe bana, mimi nimeuisha. Wakati mimi kama nina wewe sio mimi. Ikitokea machafuko kaenda, mimi naenda kupiga magoti kushukuru. Haleluya. Katika Mungu nifanya baba yangu. Wewe umetisha. Ungekuwa wewe. Unashukuru. Ndio naenda unauliza machozi. Wananiangalia kwa ubaya, lakini hili ni jumbe ambayo nilikuletea, hautakaa usahau kesho na hiyo. Mungu msaidie sana. Haleluya. Wewe ni nani dada? Hiyo naijua? Yaani ni nani? Kwa hiyo yeye yote yule wako naye. Watamba shughuli. Amen. Tafuta kwa bidii kujua mimi ni nani? Nimepewa nini na Mungu? Nina huduma gani na nitafanya nini? Ni nini kusudi la Mungu kwangu ili nifanikiwe? Ukishajua hilo, kuna watu wengi ulionao ambao ukikaa nao huwezi kufika Kanaani, huwezi kufika Kanaani, huwezi kufika Kanaani, huwezi kufika Kanaani, huwezi kufika Kanaani. Haleluya. Nimesemaje? Nauliza kasi hapo. Jibu peke yako. Nimesemaje? Nimesemaje? Yeah. Musa alifika nani?
Mimi nimemkwamisha. Ni aina ya watu. Mioyo yao aliona. Yenyewe mioyo yao ni midogo, inawaza anakotoka. Haiwaza anakoenda. Sasa wewe tuko hapa tunafanya mambo ya watu wanaonyesha, unaniambia mambo ya na nini? Morogoro na Dar es Salaam. Na ndio maana nimeweka tangazo kubwa. Mimi sichukui watu wa Misri jangwani. Sichukui watu wa Misri kwenye nchi ya ahadi. Mimi napeleka walio kwenye ahadi. Usinipe mjinga. Kuna kitu nimejifunza, Mungu ameniongelesha. Naelewa sana mzali. Sisi naelewa. Amen baba. Kwa sababu najua mioyo ya watu ikiwa iko Misri, miili ndio inaenda kwenye nchi ya ahadi. Huwezi kuwafiki. Musa amesha kwenye mlima Horeb. Hajatoka hapo. Alipofika Horeb akamwambia ndio kuangalia mpaka kile nini kimemwangusha mioyo yao iko mbali na Mungu. Iko karibu na kwa Farao. Yaani kwenye ulimwengu ambao wanaonekana wameenda mbali kwa jinsi ya mwili. Kwenye ulimwengu wa roho zao na mioyo yao yote iko inawaza vitu vya kwa Farao, nyama zake, wanawaza vitu vyake. Ilipokuwa sijaokoka, nilikuwa na jamani, nilikuwa na hela na nitunza, ukanikuja kanisani ni ukame tu, yani na shida na njaa. Yaani aoni ahadi za Bwana, anaona matunzo ya 500 kafuru Mungu. Amen. Sasa wewe tunaenda huko. Na mimi nitakuomba wa hivyo. Yaani wokovu wa kifafa. Tuko na wewe, yaani wokovu wako umejaa wiki moja. Wiki ya pili uko dhambini tota. Yaani uko toto kwenye dhambi. Tunafika? Hapana. Sasa mimi nimechagua hivi. Kwa kuwa najua kama yangu. I am that I am. Maana Mungu anajijua. Mimi ni niko. Yaani Mungu anajua. Yeye Mungu anajua. Mimi ni niko, anajitambulisha. Mimi ni niko. Wewe unajitambulishaje dada? Wewe kaka unajitambulishaje? Wewe mama unajitambulishaje? Wewe unajua nani wewe? Mungu anajua mimi ni niko ambaye niko. Mimi ni Alfa na Omega. Mmoja anajijali mwanzo na mwisho. Yeye anajua. Mimi ni nyota ya asubuhi. Anajua, anajieleza yeye. Wewe unajua nani? Sasa Yesu alipojua Yesu ni mjinga. Ngoja kuonyesha. Alipojua yeye ni wa mbinguni, aishi sheria, alikuja na wakemea wana sheria, ingawa wanalihubiri neno. Mafarisayo wanahubiri neno. Masadukayo wanahubiri neno. Ila wamekamata sheria, hawajakamata neema. Yeye anajua neema imekuja kwa mkono wake, sheria imekuja kwa mkono wa Musa. Sasa yeye hawezi kuangamia Musa, lazima amrudishe Musa kwa kwenye pendo lake kwa neno. Sasa wana sheria na Mafarisayo na Masadukayo wakakataa, wanataka Yesu asimame katikati yao aongee sheria kama wanavyoongea sheria. Yeye akakataa kuongea sheria, akaongea neema kama anavyomwishia baba yake. Nini kinatokea? Wanaanza kumshtaki, anajua hawa nikiwa nao sifiki. Anaamua kuwapotezea, anaendelea na misheni yake. Na wewe Mungu akupe akili ya kukamata misheni yako na kuipeleka inapotakiwa kwa jina. Hiyo inaingia na kataa. Imeingia baba. Haijaingia. Kama inaingia useme amen. Amen. Kama inaingia sema tena amen. Amen. Kama inaingia tena sema amen. Amen. Ni shamba ule kidogo. Ongeza kidogo. Zadi. Umeona mama leo kwa moto? Sasa Jose huko hapo ana marafiki Mswelu, ana marafiki Msumba, ana marafiki Kiseke, sio mbali. Ila wewe unajua hao ni nani? Na wametambua wewe umeokolewa. Ameokoka mtu, sio wewe naongea sababu aliyokoka. Kwamba mtu ameokoka hajajitambua, yuko kikosi kimoja na wanao leo. Kwa mfano, kuna kijana wangu hapa anaitwa nani? Norbert yeye ameokoka kwangu. Nimemwambia mambo yake bomba. Lakini wanaomzunguka ni watu ambao
sio yeye. Lazima tabia zao zitakukamata tu. Amen. Anakuja hapa na hapa, baba na hapa. Yaani na mbingu zinaniona. Tena mimi ndio kwa kweli. Nige na watu wengi. Akitoka hapa, kikao anachoenda kaa ni cha wenyewe. Sasa wao waongelei Mungu naye muongelea. Wao wanaongelea pombe wanazokunywa. Wanaongelea wanawake wanaotembea nao. Kwa hiyo naona wingu lako naenda linafungwa, inaingia ile roho ya makahaba. Tunashangaa. Neema ipo. Neema utajua neema ipo. Analewa, anajua pa kulala ni kanisani. Njia yoni vizuri yuko hivi, lakini anaelekea kanisani kwenye neema. Kinachoharibu ni nini? Wale watu ambao sio yeye wanaona moyo wake wa yeye ni nani. Haleluya. Mimi nataka niwaambie kitu. Mimi na uponaji shirikishi. Mimi nao napima tukikutana wewe mimi uwe unapataje? Yaani wingu lako likoje? Tukikaa na tunaongea. Wingu lako linafungwaje? Kiroho. Linafungukaje kiroho? Na kuongoa. Tukikana huyu huwa hela zipazichi. Yeye ana maskini, yeye anafungia na kupata pesa. Najua huyu sio mtu wa pesa. Toka eneo la pesa na kuweka eneo lingine. Hata mwenye pesa. Bado mimi najua. Ninashirikisha. Wewe unashirikisha msao. Na kwa kitu kimekuwa kupima. Wewe una wingu gani? Ukiwa na wewe, yani wingu langu linafungwaje? Unagundua huyu yuko vizuri kwenye network ya Roho Mtakatifu, uko safi. Bwana network kwenye upatanisho, kwenye upatanisho. Mwingine anacho chochote. Atakuja si chochote, atakuja. Sasa wewe ndio unaenda kwenye maisha yako. Yeye ni nani? Ni nani? Unajua yeye ni nani? Je, rafiki yako unajua yeye ni nani? Jirani yako anakuja asubuhi anamwambia, "Mama umeamkaje?" Unajua yeye nani? Wengine nyamaze baba. Ukisema tumelala salama, mamlaka ya utawala wa siku nzima unachukuliwa. Najua haya mambo. Mimi najua mambo. Yaani kuna mtu anakuoga kusukudia na kwa mtu anamwambia, "Yaani wewe mama unajua baba." Yaani nikikuonaga yaani mambo yako yanatoka. Hawaje kwambia hivi? Anakwambia leo kwa kweli na fresh sana umekuja kununua. Yaani leo utauza sana. Hawaje kwambia. Kwa nini? Unajua tu kitu. Sasa wewe kama unaweza ingia kwenye vitu vya watu wakauza, kuna mtu akija kwenye vitu vyako hautauza. Kuna watu haina hivi. Sisi tulifundishwa zamani za kwetu sisi za kale. Tulifundishwa kuna aina ya watu tukanao subuhi. Urudi nyumbani kama una safari ndefu. Maana wewe ni mkosi mtanao. Hakuna jambo kama zamani. Kuna aina ya wanyama, mimi najua spiritual mata kwenye viumbe hai. Kwamba kutoka asubuhi kuna chumba nilikutana najua leo nimekutana na mkosi fulani au na bara fulani. Naweza simama pale nikaisha kwanza safari. Mimi hata kama niko kwa gari nasafiri, nikaona aina ya kiumbe fulani katika njia. Mimi nashuhudia pale kwanza. Ninaanza kutembea na hiyo mpaka nikisikia melifu ya ndani, safari inaendelea. Hata unapiga maisha na nauli yangu. Nimekata kile neno la sana. Si sawa. Shilingi 100. Nimefika Tinde. Au nimefika wapi? Nzega. Nimekutana na bara. Unataka kuja nauli yangu. Mimi nashuka. Laki sio kitu. Laki iende. Mimi ni kwanza nizungumzie na ulimwengu leo umechanganyikana. Ina maana ninachofuata Dar es Salaam inaweza kufanikiwa kwa sababu kuna hali imeshatokea kwenye jamii kama haramu. Umeweka umeweka nini? Bwana mimi na si sawa. Hivi hali mbaya ikitokea
inafikiria habari ya yule tunaona inakata